TRC, shirika la reli Tanzania, tumejizatiti wewe kukuhudumia, kusafirisha mizigo, kusafirisha abiria na huduma za bandari kavu. TRC inakupatia wote, inga uhujumu miundombinu ya reli, wote pamoja, ungana na TRC. Na mtazamaji, tupo kikazi zaidi wakati ambapo kazi ikiendelea katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kipande cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro pamoja na vipande vingine cha pili na cha tano. Jina langu ni Ahmed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea, na kukaribisha kwa niaba ya kitengo cha habari na uhusiano cha shirika la reli Tanzania TRC kwa mara nyingine tena katika kipindi cha Reli na Matukio, kipindi ambacho mtazamaji kinakupa nafasi ya kufahamu masuala mbalimbali yanayolihusu shirika la reli Tanzania TRC. Mtazamaji, tukiwa hapa tunatazama miradi inayosimamiwa na shirika la reli Tanzania, hali kadhalika matukio mbalimbali yanayolihusu shirika. Kama nilivyokufahamisha, naitwa Ahmed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Karibu. Naam, karibu tena mtazamaji, na leo hii katika kipindi cha Reli na Matukio tutakuwa tukiangazia kazi inavyoendelea katika kipande cha kilomita 20 hivi za kutoka stesheni ya Dar es Salaam mpaka stesheni ya Pugu, umbali wa kilomita 20 kutoka pale jengo la stesheni ya Dar es Salaam, katika kipande cha kwanza cha mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Sauti kama hizo mtazamaji inaashiria kazi inavyoendelea. Lakini pia mtazamaji, tutapata nafasi ya kuangazia mazungumzo kati ya mheshimiwa balozi wa Rwanda nchini Tanzania pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC ndugu Masanja Kungu Kadogosa. Unafahamu mtazamaji ya kwamba Rwanda ni moja kati ya nchi ambazo zina uhusiano mzuri sana na Tanzania, na hasa tukiangazia bandari yetu ya Dar es Salaam, na ujenzi wa reli hii ya kisasa unakwenda kuchagiza zaidi eneo la biashara kati ya nchi hizi mbili. Karibu sana mtazamaji. Na mtazamaji, katika kuangazia kazi katika kipande hiki cha kilomita 0 mpaka Pugu kilomita 20, naungana sasa na mhandisi Simon Mbaga, meneja mradi wa kipande hiki cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Engineer, hongera sana kwa kazi kwanza. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Tunasema kazi iendelee, na kama ambavyo tunashuhudia kazi inaendelea kwa kasi kweli kweli. Kwa kweli kazi inaendelea, mama yuko kazini. Shukrani sana. Mtazamaji, tunaangazia kipande hiki cha kilomita 0 mpaka pale Pugu. Engineer, mara ya mwisho wakati tukijaribu kutazama kazi inavyoendelea katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa, hasa kipande hiki cha kwanza, tulipata kufahamu ya kwamba kazi inakwenda vizuri kwenye kipande hiki cha kilomita 20, lakini pia kuna kazi za utandikaji. Wakati ule tukaambiwa kwamba viaduct, kwa maana ya daraja hili refu, tayari kazi za utandikaji zimekwisha anza, lakini kuna kipande kidogo cha mita zipatazo 154. Hapo ndipo ambapo bado kazi ya utandikaji haijafikia, na mpaka sasa hivi engineer, tumefikia wapi katika kipande hicho? Ndugu mtangazaji, kiukweli ni kwamba hicho kipande cha mita 154 ambacho chenyewe tunaita ni daraja la Nkuruma, na ndilo unaloliona hapa nyuma yetu. Kazi inaendelea kama unavyoiona hapo. Ilipo kazi imefika 75%, na tunategemea mwezi wa 12 mwishoni tunaikamilisha kabisa kazi hiyo, pamoja na kutandika reli, kwa maana reli itakuwa imeshaungana sehemu zote. Kwa hiyo katika sehemu hiyo tunaona kwamba kuna kazi ambazo sasa hivi zinaendelea. Sasa hivi wameshamaliza kutandika hizi wanaita steel girder, ni hizo beam za chuma ambazo unaziona hapo za rangi ya blue. Kwa upande huu wameshamaliza, kwa upande ule wameshamaliza kuziweka, hapo katikati wanamalizia, na wakishamaliza hapo itakufuata hatua sasa ya kutandika deck, ile sehemu ambayo juu yake sasa ndio kutawekwa zile kokoto na kutawekwa mataruma pamoja na reli. Kwa hiyo kutufikisha mwisho au hatima ya ujenzi wetu katika kipande hiki cha kilomita 0 mpaka 20 ambacho kimesalia. Tutoke kidogo kwenye daraja turudi kwenye jengo baadaye, lakini tutarudi tena kwenye kazi ambayo inafanyika kwenye daraja. Jengo lenyewe tuko wapi sasa hivi na kipande kilichosalia katika daraja hili refu?
Jengo lenyewe limekamilika kwa 100%, tunaweza tukasema, kwa sababu kazi nyingi zilizobakia ni za nje, na kazi za nje zilizobakia sio kwa upande wa mradi huu sana, kwa sababu tuna mpango wa mradi wetu kuunganisha na magari yale ya BRT. Kwa hiyo katika eneo lile la pale nje litatakiwa lijengwe kituo cha BRT pale nje. Kwa hiyo yote ni sehemu pia tunaiita sehemu ya mradi. Kwa sababu kile kituo kitakuwa kizuri na kitafanya kazi yake kwa ufanisi zaidi, pia tukiwa na yale mabasi yakiwa yanakuja pale yanashusha watu na kuchukua watu wengine ambao watakuwa wanashuka kwenye train. Kwa hiyo sehemu ile kazi kubwa iliyobakia ndio hiyo. Sawa, shukrani sana engineer. Katika kujaribu kudadisi tunaona kuna vyuma hivi ambavyo vina rangi ya blue. Tunafahamu kwenye madaraja, kwa mfano kwenye reli yetu ya zamani na madaraja mengine ambayo tumezoea kuyaona, hata madaraja makubwa, tunaona daraja mwanzo mpaka mwisho limejengwa kwa zege, lakini tunaona hapa kuna vipande vya zege, kuna vipande vingine vinawekwa vyuma. Kwa nini vyuma si zege tu peke yake? Ukweli ni kwamba katika eneo hili tuna vitu vinaitwa span. Span ni urefu wa kutoka kwenye nguzo moja mpaka nguzo nyingine. Na kama tunavyoona katika daraja letu kuna span 3. Kuna ile spani ya katikati ambayo inapita magari ambayo ina jumla ya mita 70. Kuna spani ile ya upande mwingine wakati kama unatokea Dar es Salaam station, yenyewe ile ina mita 42. Na hii spani ambayo tunaiona hapa na yenyewe pia ina mita 42. Katika hizo spani kwa urefu huo, kuacha zege ikiwa imening'inia yenyewe kimsingi bila support ni changamoto kidogo katika design, ili kurahisisha na kuweza kupata daraja lenye ufanisi zaidi. Ndio maana wametengeneza kipande kidogo ambacho hii chuma chenyewe kina mita 24. Kwa hiyo ina maana kwamba zile mita zilizobakia pale ni mita kama 18 hivi, ndio imejengwa zege ambayo imening'inia, ambayo kitaalamu tunaita cantilever, ambayo imesapotiwa na, kama unaona kuna vitu vyeupe ambao vinaitwa stay. Hizo stays zimeshikilia ile cantilever. Pamoja na kwamba cantilever ina uwezo wa kujishikilia yenyewe, lakini zile stay pia zinaisaidia kuipa support hiyo cantilever ili iweze kushikilia vizuri daraja na hicho chuma kikae juu yake. Kwa hiyo ni ili kupata urefu bila kupata support chini. Kwa hiyo hizo mita 42 zote zitakuwa hazina support yoyote chini. Sio hivyo tu, ukiangalia pale mbele katika barabara inakopita kuna mita 70 ambazo na zenyewe zote zitakuwa ziko hivyo, kwamba upande huu kipande kidogo cha cantilever kimetokea, upande huu kipande kingine cha cantilever kimetokea, afu zile cantilever mbili zimebeba hiyo gada ya chuma. Kwa hiyo ya mita 35 gada ya chuma. Chuma kina sifa ya kuweza kubeba mzigo kwa urefu mkubwa zaidi kuliko zege. Kwa hiyo ndio maana tumetumia chuma. Asante sana engineer. Na mtazamaji wa kipindi cha Reli la Matukio, kama ambavyo tumekufahamisha kwamba kazi mtazamaji inaendelea katika kipande hiki cha kilomita 20 kuanzia sifuri pale stesheni ya Dar es Salaam mpaka Pugu. Na engineer hapa Simon Baga alikuwa hapa kukufahamisha kile ambacho kinaendelea hasa katika daraja hili la Nkuruma. Ukitazama hapa, kama utakuwa unaona vizuri, kazi inaendelea. Bila shaka hata Agustino utaweza kumuonyesha mtazamaji kile ambacho kinaendelea hapa. Kazi inaendelea mtazamaji, na tuko hapa kuhakikisha ya kwamba unalifahamu kila ambalo linaendelea katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Jina langu ni Hemed Mohamed, piga picha ni ya Agustino Bulegea. Wakati tunapumzika kidogo hivi, nataka Agustino tumuonyesha mtazamaji mambo yatakavyokuwa mara baada ya daraja hili kukamilika, wakati mimi na engineer tunajaribu kusogea kukuonyesha maeneo mengine. Asante mtazamaji. Kazi endelee, kandarasi, madereva na viwanda. Kazi endelee, acha kazi endelee. Na mtazamaji, tunaendelea na kipindi cha Reli na Matukio. Bado tunaziangazia kilomita takriban 20 za kipande cha kwanza cha mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Hapa nikiwa na maana ya kilomita 0 pale jengo la stesheni ya Dar es Salaam mpaka Pugu, ambapo ni kilomita 20 kutokea kilomita 0 pale jengo la stesheni. Jina langu ni Hemed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Kumbuka nimekufahamisha ya kwamba tunataka kukuonyesha ya kwamba kazi inaendelea. Tazama hapa, Agustino muonyeshe mtazamaji. Tazama hapa, kwa kadri ninavyoweza kuona mtazamaji, hata uwezo wa macho yangu inafikia mahala siwezi kuona zaidi. Unaweza ukaona ni reli ikiwa imekwisha tandikwa, kuonyesha ya kwamba kazi inaendelea kweli kweli. Kazi inakwenda kwa kasi
mno. Kipande cha Pugu mpaka Morogoro mambo yakiwa yamekwiva vizuri kabisa, na kilomita hizi 20 za kuanzia Pugu mpaka stesheni ya Dar es Salaam, kazi zikiwa zinapigwa kwa kasi, kasi ya namna yake mtazamaji. Bado niko na engineer Simon Mbaga, meneja mradi wa kipande hiki cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Tunaangazia kazi ikiendelea katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Engineer, tutafahamisha tuko wapi hapa, kilomita ngapi kutoka pale tulikotoka kwa maana ya jengo la stesheni ya Dar es Salaam, na nini ambacho kimefanyika mpaka sasa hapa? Ili eneo ni eneo la kilomita 12 na mita 600 kutoka pale sifuri station ya Dar es Salaam, ndiko hapa tulipo, na ili eneo ni eneo ambalo limejengwa daraja la juu ambalo litaruhusu magari kupita juu ya reli. Kama tunavyofahamu kwamba reli yetu haitoruhusu magari kukatisha juu ya reli, kwamba kutokuwa kuna vile kitu kinaitwa level crossing, kwamba gari linakanyaga reli. Hapana, magari yatakuwa yanapita juu na mengine yatakuwa yanapita chini ya reli. Kama hivi sasa katika kilomita hizi magari mengi au yote yatakuwa yanapita katika eneo hili. Kazi hii ya daraja hili la kuvusha magari juu ya reli imekamilika kama mnavyoiona, na reli imeendelea kutandikwa kama mtangazaji alivyoonyesha kwamba ni upeo wa macho yake. Lakini labda nikwambie hapa tulipo kwa watu wa Dar es Salaam ni eneo linaitwa Ukonga. Eneo lile la magereza liko hapa jirani tu na sisi. Na kule unapopaona ni maeneo ya Banana kuelekea mjini. Mpaka airport huko maeneo ya Karakata na kupita kuelekea Vingunguti, kule kote reli imeshatandikwa. Kwa maana kwamba kazi inaendelea kwa kasi kama tunavyosema, au mama yuko kazini. Kwa mtu ambaye hajapita pita mjini sasa hivi ni kwamba engineer, hebu rudia vizuri hapo kipande ambacho kimekwisha tandikwa reli. Mwingine anaweza kusema ni picha za kutengeneza tu hivi na maneno ya kuumbaumba. Umesema ya kwamba kuanzia hapa Pugu, hapa kutoka hapa kilomita 12 hapa Ukonga magereza kuelekea huku, tuna kipande gani ambacho kimekwisha tandikwa? Sasa hivi mara nyingi tunajisikia fahari kuongelea kitu kilichobakia. Kwamba kazi tulikuwa tunatengeneza kilomita 300. Kilomita 300 za reli. Sasa hivi kilomita zilizobakia za kutandika reli katika njia kuu hazizidi 5. Na hatuwezi kusema kwamba ni wapi mpaka wapi, kwa sababu kama tulivyopita station ya Dar es Salaam wameshaanza kutandika kutoka 0 kuja hivi. Kwa hiyo vipande vilivyobaki ni vipande vidogo vidogo, yani zile sehemu ambazo zina kazi zinaishia, labda wanatengeneza wanamalizia daraja, au labda watajenga overpass, au labda kuna kitu fulani kinasubiriwa ikamilike ndio reli itandike. Ndio maeneo ambayo yamesalia ili kuweka vipande hivyo vya reli. Lakini maeneo ambayo yanaunga reli kwa moja kwa moja ndio kama unavyoona kwamba. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba mtu atakapokuja kuangalia kipande cha reli kilichobakia katika main line hakitozidi kilomita 5. Ndio umakamilishe uunge kabisa reli yetu yote kuanzia 0 mpaka kilomita 202. Sawa, tunafahamu ya kwamba mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kwa maana ni reli ambayo itakwenda kuleta mapinduzi makubwa sana katika eneo la usafirishaji. Na tunapoitaja reli tunagusa eneo la mizigo, na unapotaja usafirishaji wa mizigo huwezi kuacha kuizungumza bandari ya Dar es Salaam. Lango kuu la kuingia na kutoka, kwa maana ya kuunganisha kati ya nchi za maziwa makuu na soko la dunia. Sijui mipango ikoje, kwa sababu tunafahamu ya kwamba mradi huu unahusisha pia njia ya kwenda bandarini. Sijui engineer, tumefikia wapi mpaka sasa hivi kwenye eneo hilo? Katika swala la njia ya kwenda bandarini kuna barabara ambayo tunaita port link, au njia ya kuunganisha bandari pamoja na reli hii. Hilo eneo litakuwepo eneo la Ilala pale ambalo limeshaanza na yenyewe kazi yake imeshaanza. Halina kilomita nyingi sana, ni kama kilomita 4 hivi katika eneo hilo ambalo litakuwa linahusisha ujenzi wa hiyo port link. Na kimsingi ni kwamba sasa hivi mahali ambapo katika kuunganisha daraja letu maeneo ya Ilala wameshaanza kutoa matoleo. Unaweza ukayaona matoleo yale pale, kwamba katika zile nguzo wameshaanza kuweka matoleo ambayo yataunga lile daraja ambalo linapita kuelekea kwenye port link. Lakini
hatua za mwisho za usanifu wa lile eneo pia zimeshafikiwa. Tunasubiria tu mhandisi mshauri wetu akamilishe shughuli zake ili amruhusu mkandarasi aanze kujenga. Tunategemea kwamba itakamilika kwa muda uliopangwa na tutaanza kutumia reli yetu kutoka bandarini na kutoka kwenye jengo letu la Tanzanite kupeleka mizigo pamoja na abiria mahali vitakapokuwa vinaelekea. Kwa kumalizia tu engineer, labda ungemfahamisha sasa mtazamaji, tayari kwa hesabu ulizotupa kwamba tuna vipande hivi ambavyo jumla yake ni kilomita 5 ambazo zimesalia katika hizi kilomita 20, kwa maana tuna kilomita takriban 15 hivi ambazo zimekusha tandikwa. Baada ya kutandikwa, nini hasa kinaendelea sasa hivi kwenye eneo hili ambalo reli imekusha tandikwa? Kazi zetu zinaendelea kwa pamoja. Kama tunavyoona maeneo mengine wameshatandika reli. Ukishatandika reli kuna hatua mbalimbali. Kuna kujaza matabaka ya kokoto ambayo inaitwa ballast. Kwa sababu kama ukiangalia vizuri katika sehemu ambazo zimetandikwa reli, kama unavyoona, utakuta lile taruma bado limetokeza juu, limekaa juu ya kokoto zile ballast, afu limetokeza juu. Lakini kinachotakiwa, reli iliyokamilika ni reli ambayo ile ballast inakuwa imelifunika lile taruma lote, linaonekana uso wa juu. Kwa hiyo kuna matabaka mbalimbali kama mawili ambayo yatawekwa kwenye hilo taruma kulifunika. Afu baada ya hapo kuna jinsi ya kupack au kuweka sawa, wanaita temping. Kuna kazi za temping kwa ajili ya kukamilisha kabisa hiyo kazi ya reli. Lakini nasema kwamba vinakwenda sambamba. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanafanya umeme, kuna watu wanafanya masuala ya mawasiliano. Hapo unavyoona reli ilipofikia, ina maana kuna nyaya za mawasiliano huko chini tayari zimeshawekwa. Sasa hivi tunaona kuna nguzo za umeme tayari zimeshawekwa. Sio siku nyingi utaanza kuona watu wa kuvuta zile nyaya za umeme wanapita. Kwa hiyo wakati temping zile zinaendelea, huko juu kutakuwa kunawekwa na umeme. Masuala mengine ya mawasiliano yatakuwa yanaendelea. Kwa hiyo kazi zinafanyika kwa pamoja. Hakuna kazi moja inayosubiri nyingine. Na mtazamaji wa kipindi cha Reli na Matukio ameeleza vizuri hapo Engineer Simon Mbaga, meneja mradi wa kipande hiki cha kwanza cha ujenzi wa reli ya kisasa cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Moja kati ya vitu ambavyo umevisikia hapo ni kwamba mtazamaji, hakuna kazi ambayo inalala hapa. Kazi juu ya kazi. Kazi inaendelea mtazamaji, kama ambavyo anasisitiza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kazi mtazamaji inaendelea, na huu ndio ushuhuda wa kazi inavyoendelea katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR ya Dar es Salaam mpaka Morogoro, kipande hiki cha kwanza. Jina langu ni Hemed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Bado tunaendelea na kipindi cha Reli na Matukio mtazamaji, na sasa tugeukie mahala pengine. Kandarasi, madereva na viwanda, kazi endelee. Acha kazi endelee. Mtazamaji wa kipindi cha Reli na Matukio, hivi ndivyo ambavyo tumetamatisha hapo na Engineer Simon Mbaga, meneja mradi wa kipande hiki cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro cha ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR ya Watanzania. Na ndivyo ambavyo tunaweka nukta kwa upande wa kazi zinavyoendelea katika kipande hiki cha kilomita 0 mpaka kilomita 20 pale Pugu jijini Dar es Salaam. Na hapa tulipo mtazamaji ni umbali wa kilomita 9 na mita 800 kutoka stesheni ya Dar es Salaam, eneo la Karakata, unaweza kaliita hivyo, ama airport kwa wenyeji wa jiji la Dar es Salaam. Na kama ambavyo unaona mtazamaji, kama inavyoonekana, reli ndio hiyo imekwisha tandikwa, na hatua chache mazoezi mbalimbali, kazi mbalimbali zitakuwa zikifuatia kutoka hapa, ikiwemo uchomeaji, lakini pia ushindiliaji ule temping itakuja kufanyika hapa kwa ajili ya kuweka vitu sawa sawa. Tugeukie sasa eneo jingine ambapo tarehe 5 ya mwezi Oktoba mwaka huu 2021, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC ndugu Masanja Kungu Kadogosa aliweza kupokea ugeni pale ofisini kwake jijini Dar es Salaam, ugeni kutoka Rwanda, akimpokea balozi wa Rwanda hapa nchini Tanzania, Mheshimiwa Balozi Meja Jenerali Charles Karamba, ambaye aliweza kuongozana na viongozi mbalimbali kutoka ubalozi wa Rwanda hapa nchini Tanzania, na kubwa waliweza kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali, ikiwemo namna ambavyo
shirika la Reli Tanzania linaweza kushiriki kuhakikisha ya kwamba kuna kubadilishana uwezo kati ya wataalamu kutoka Rwanda na waliopo hapa nchini Tanzania kwa upande wa reli kwa maana ya teknolojia, kubwa likiwa ni mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Mara baada ya kumaliza mazungumzo hayo, tulipata nafasi ya kuketi chini na Mheshimiwa Balozi na nikazungumza naye, na mazungumzo mtazamaji yalikuwa namna hii. Asante sana mwanahabari. Lengo letu la kuja hapa TRC, kwanza hii inafuatilia ziara ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliyofanyia Rwanda, akakutana na mwenzake Rais Paul Kagame, na mmoja wapo ambao waliozungumzia ni kuhusu standard gauge railway. Lengo langu la kuja hapa ni kuja kumuona mkurugenzi wa TRC, na nimebahatika kukutana naye hapa ofisini kwake akiwa na board chair, na tumezungumza kuhusu hii kazi tutaendesha namna gani, kwanza wamefikia wapi, tutaanzia wapi, fedha zitatoka wapi, itafanyika namna gani. Hayo ndio tumezungumzia. Na kingine Tanzania imeenda mbali. Kuna kazi ambayo imefanyikana kutoka hapa Dar es Salaam hadi Morogoro. Kazi imefanyikana, nadhani wamefikia 95% au wanakaribia hapo. Kuna kazi nyingine ambayo inafanyikana kutoka Morogoro, Mkutapala and Mwanza, Isaka, na sisi tutatokea Isaka hadi Kigali. So ndio hayo ambayo tumezungumza. So hii kazi itafanyikana namna gani sasa ndio inabaki. Sawa, tunapozungumza uwekezaji katika miundombinu hii ya reli, hatuwezi kuacha eneo zima la usafirishaji kwa njia ya bandari, ambayo tunafahamu nchi ya Rwanda ni moja kati ya mataifa ambayo yanatumia sana bandari yetu ya Dar es Salaam. Namna ambavyo ujenzi huu unakwenda kwa maana ya SGR inayojengwa hapa Tanzania, namna gani itakwenda kuwasaidia nyinyi kama Rwanda, tukitambua kwamba mnakuwa ni wadau wakubwa kibiashara kupitia bandari ya Dar es Salaam kulifikia soko la kimataifa? Unajua Rwanda, hii bandari ya Dar es Salaam tunaifanyisha sana. Sasa hivi tunavyozungumza, nadhani tumefikia kiwango cha tunakaribia 90%. Sasa na mizigo, tukisafirisha mizigo kwa njia ya barabara zinaharibika, na mizigo ikifika nyumbani kwetu price inakuwa juu sana. So reli hii itatusaidia kupunguza itapunguza muda ambao mizigo inasafirishwa kutoka hapa hadi Kigali, na pia itapunguza bei. So na sio Rwanda tu peke yake. Rwanda itapitia Rwanda hadi DRC. So hii poti ya Dar es Salaam, bandari ya Dar es Salaam ni bandari ambayo ni muhimu sana kwa sisi. Lakini wakati mnazungumza hapa, nimejaribu kupata machache ambayo mlikuwa mkiyazungumza. Kimetajwa pia chuo cha reli. Labda ninyi kama Rwanda sasa, kama nchi ambayo nimekuwa ni wadau wakubwa na rafiki kwa Tanzania, ama ndugu tunaweza kusema hivyo, sijui namna gani mnatazama eneo hilo la uwekezaji huu katika vizazi hivi vinavyokuja, kwa maana vijana, kuwajenga katika teknolojia hii ya reli, na namna gani mnatazama chuo hiko kiasi kwamba cha kukitaja katika mazungumzo yenu? Tuna njia mbili ambayo tunataka tujaribu ili tupate uwezo ama ujuzi. Njia ya kwanza ni kuleta engineers kutoka Rwanda, waje wao wanafanya kazi hapa, wanafanya kazi pamoja na ndugu zao wa Tanzania. Njia ya pili ni kuleta vijana wadogo waende shuleni hapa Bukoba. Hiyo itatusaidia Tabora. Hii itatusaidia kufanya nini? Kupata ujuzi ili tukianza kujenga upande wa kwetu, pamoja na expertise ambao tutakuwa tumetoa ama ujuzi tutakuwa tumetoa hapa, ndugu zetu wa Tanzania ndio watakuwa wanafanya hii kazi.
lakini tukiwa tunafanya nini? Tunajenga wale Wanyarwanda ambao watakuwa wanafanya nao kazi. Mheshimiwa Balozi, mwisho kabisa, hili litakuwa ni kujaribu tu kutazama ndugu zetu wa Rwanda wanatazamaje haya mambo. Sisi huku nyumbani tumekuwa tuna usemi siku hizi, vijana wanasema mama yupo kazini, kazi inaendelea, na tunaona kazi inafanyika kweli kweli. Tupenda kufahamu kama balozi, tunajua uko hapa tunapozungumza na sisi maana yake ni Rwanda inazungumza. Sijui wenzetu, ndugu zetu, marafiki zetu wa Rwanda wakitazama kazi hii ambayo inafanyika hapa chini ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, namna gani wanazungumza? Kazi inaendelea hapa, ndio tunaona sisi wote. Mimi ninavyoishi hapa na mama ametembelea nyumbani, nadhani tulibahatika kuwa na ndugu yangu hapa, ndugu Kadogosa, aliona namna Wanyarwanda walimpokea mama. So Rais Samia Suluhu Hassan yeye amefungua ufanya biashara, unanisikia? Na siku hizi kazi ni biashara. Bila biashara hatutapata mapato, hiyo ni la kwanza. Bila biashara vijana hawatapata kazi. So muhimu ni kazi kwa vijana na kipato kwa serikali ili tuendeshe nchi zetu. So Rwanda na Tanzania sio majirani tu peke yake. Sisi ni wandugu. Ndio Kisuda unaona sisi tunakuja hapa kila siku, tunazungumza kazi itaendelea namna gani. Sasa wacha nimalize kwa kusema kazi inaendelea. Kazi iendelea. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Asante. Mtazamaji, kazi kubwa ambayo inafanywa katika mradi huu wa ujenzi wa reli ya kisasa kama hivi ambavyo unajionea, ama kwa hakika imekuwa ni kielelezo kikubwa sana cha kututangaza nje ya nchi, kama ambavyo ulimsikia hapo Mheshimiwa Balozi akisema hata Rwanda wanasema ya kwamba kazi inaendelea kote huko katika eneo hili la ukanda wa mashariki. Wanatambua kazi ambayo inafanywa hapa nchini Tanzania katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR, mradi ambao unatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyo chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ukisimamiwa na shirika la reli Tanzania TRC. Kazi inaendelea mtazamaji. Sasa pia tulipata nafasi ya kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC, ndugu Masanja Kungu Kadogosa, ambaye kabla ya yote aliweza kuniambia kile ambacho walipata kuzungumza kwa upande wa shirika la reli Tanzania, ambacho walipata kuzungumza kukiwasilisha kwa balozi wa Rwanda hapa nchini Tanzania. Mkurugenzi mkuu Masanja Kungu Kadogosa huyu hapa mtazamaji. Kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Balozi kwa kutupa hadhi ya kuja kututembelea. Basically really itakuwa sisi ndio twende ofisini kwake, lakini tunashukuru sana kwamba amekuja hapa kutembelea, na tuliyazungumza hapo wakati tukiwa Rwanda. Kama alivyozungumza ni maagizo ya waheshimiwa marais wawili, Rais Kagame na Rais Samia Suluhu Hassan. Walipokutana walikubaliana vitu vingi sana, lakini kuna MOU ambazo zilisainiwa pale. Lakini jambo moja hapo ambalo lilijitokeza ni hili la ushirikiano katika ujenzi wa reli ya kutoka Isaka kwenda Rusumo, Kigali, na kuna branch ya kwenda airport ya Kigali pale. Kwa hiyo Mheshimiwa Balozi alichofanya hapa kweli ni kwamba tunatekeleza maagizo ya Mheshimiwa marais, kwamba tukutane tuone namna ambavyo tunaendaje, na nafikiri umesikia katika mazungumzo yetu. Lakini yamejitokeza swala ambalo ni immediately, kwa sababu tunapozungumzia ujenzi wa reli tunazungumzia kujenga, lakini tunazungumzia uendeshaji kwa maana kwa watu. Kwa hiyo kulikuwepo na mazungumzo huko nyuma ambao ndio yanafuatilia kwamba wakati tunajiandaa na maandalizi haya, lakini vivyo lazima tuwe na human resource ya kuandaa. Kwa hiyo kuna baadhi ya maengineer ambao watakuwepo kwa kujifunza katika ujenzi, lakini vivyo sio kama tumeanza sasa hivi. Tuna committee tayari kwa nchi hizi mbili ya Rwanda na Tanzania. Tuna maengineer mmoja hapo katika TRC anayetuwakilisha ni engineer Katalaia, lakini mimi niko part ya hiyo nini. Kwa hiyo kuna committee ya technical, kuna kamiti ya level ya makatibu wakuu, na kuna kamiti ya level ya mawaziri. Lakini lengo kubwa zaidi ni kufacilitate, kuhakikisha kwamba tuna haya maagizo ya Mheshimiwa Rais yanafanywa kazi.
Umezungumza hapo namna ya kuandaa rasilimali watu kujiandaa na uendeshaji wa SGR na wakati wa mazungumzo yenu hata balozi amezungumza hapo kuhusiana na chuo cha reli. Sasa shirika limejipanga namna gani katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na uandaaji wa vijana kwa ajili ya kuendana na teknolojia hizi mpya, lakini mbili, tumejiandaa namna gani kuhakikisha kwamba sasa chuo hiki kinakuwa na manufaa sio tu kwetu sisi na wageni kama hivyo. Rwanda leo wamekuja, lakini tunajua tuna mipango ya kufikia mtandao wa reli kufikia nchi kama Uganda na nyingine za maziwa makuu. Tumejipanga namna gani katika eneo hilo? Swala la training Rwanda, mheshimiwa balozi amekuja leo, lakini ujue kwamba tulisha kukaa vikao vingapi tu Rwanda. Sasa tumeenda mara ngapi? Mara tatu. Kuna wakati maengineer wa Rwanda wameshakuja hapa karibu mara 2. Kwa hiyo hii ni continuation. Yaani sio kukaa kwa mara ya kwanza. Hata kwa maana ya kwamba ya mheshimiwa balozi ndio amekuja, lakini kwa maana ya level zetu za wataalamu tunafahamiana mpaka kwa majina. Na simu tuna chat mpaka kwa WhatsApp wakiwa Rwanda huko kinachoendelea. Kwa hiyo ni continue, lakini umezungumza kuhusu training. Chuo chetu tuna mpango mkubwa sana wa kufanyia expansion, na sasa hivi Wizara ya Fedha kuna kitu ambacho kinaendelea. Ukiacha kile chuo kwa maana ya kufundisha, lakini kuna swala la skills. Kwa hiyo tuna state of art nyingine ambayo tutajenga ambao itahusika zaidi kwenye kutrain watu sasa kuwaweka kwenye reli. Kwa hiyo kuna mpango mingi sana. Ukimuuliza mkurugenzi wa HR hapo atakwambia kwamba kuna mpango mkubwa sana, kwa sababu uwekezaji huu ni mkubwa na sustainability yake iko katika watu. Kwa mnaweza mkoa na system nzuri sana, lakini isipokuwa na watu wa kumaintain, kuendesha na kuiangalia ili iweze kudumu, hamwezi kufika popote. Kwa hiyo serikali inawekeza pesa nyingi sana kwenye training kama college, na najua katika phase ya 3 na ya 4 part ya phase ile kuna swala la upanuzi wa kile chuo ambao utakuwa na majengo mazuri yatajengwa, sio kama sasa hivi. Kuna mengine ambayo yako yatakarabatiwa, lakini tutaongeza na majengo mengine. Kandarasi, madereva na viwanda, kazi endelee. Kazi endelee. Na mtazamaji wa kipindi cha Reli la Matukio, kama ambavyo tumekufahamisha hapa ni back bandika, back bandua, kazi juu ya kazi hailali mtazamaji. Kazi inaendelea, kazi ya Watanzania. Mama amesema ya kwamba kila kitu kinakwenda sawa na kazi inaendelea, na ndivyo ambavyo kazi inaendelea katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kipande cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Jina langu ni Hemed Mohamed, mpiga picha ni Agustino Bulegea. Katika kipindi cha Reli na Matukio leo hii mtazamaji pata nafasi ya kutazama kazi inavyoendelea katika kipande cha kilomita 20 kuanzia kilomita 0 pale jengo la stesheni ya Dar es Salaam mpaka Pugu, kazi inavyoendelea, utandikaji wa reli, lakini pia injinia pia amezungumza kuhusiana na maendeleo ya daraja la Nkuruma, daraja hili ambalo unaona hapa tumesimama juu yake. Lakini pia tumetazama mazungumzo kati ya balozi wa Rwanda pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC, wakiangazia masuala mbalimbali yanayohusu uhusiano kati ya Rwanda na Tanzania, hasa tukiangazia usafirishaji kwa njia ya reli, hasa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, namna ambavyo utakwenda kuleta mabadiliko kwa faida ya nchi zote hizi mbili. Kama nilivyokufahamisha, naitwa Hemed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Hatuna la ziada katika Reli na Matukio mpaka wakati mwingine. Kazi inaendelea mtazamaji. Sura mpya ya shirika